Ukiziona ishara hizi 13, tambua ya kuwa Mungu anajaribu kuokoa kabla hujaanguka. Jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua, Mungu si Mungu wa kusukuma uanguke, bali ni Mungu wa kunyanyua kabla hujaanguka. Mara nyingi kabla mtu hajapotea kabisa kiroho, kimaamuzi au kimaisha, Mungu hutumia ishara. Lakini tatizo ni kwamba watu wengi hawazitambui kwa wakati. Leo tutakwenda kuziangalia ishara 13 ambazo ukiziona basi tambua Mungu anajaribu kukuokoa kabla hujaanguka. Kabla tujaendelea na somo letu, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Tuende moja kwa moja tukaziangalie. Ukiziona ishara hizi 13, basi tambua Mungu anajaribu kuokoa kabla hujaanguka. Namba 1, unaanza kujisikia kutokutulia moyoni bila sababu ya wazi. Kabla hujaanguka, Mungu huanza kugusa dhamiri yako. Unaweza kuwa unaishi kama kawaida, lakini ndani kabisa kuna sauti nasema kuna kitu hakiko sawa. Hii si hofu ya kawaida, ni onyo la kiroho. Kwa hiyo ukianza kuona moyoni mwako, unashangaa moyoni mwako unakosa amani ghafla bila sababu ya msingi. Yamkini ulikuwa unataka kufanya jambo fulani, au ulikuwa unahitaji kufanya maamuzi fulani, ulikuwa unataka kuchukua maamuzi fulani, lakini ndani yako unashangaa unakosa amani ya moyo kabisa. Ndoto hii Mungu anakuwa ni ishara moja hapo ambao Mungu anajaribu kukuokoa kabla hujaanguka. Anajua kabisa unapochukua maamuzi hayo atakufanya uishie kwenye kilio, maamuzi hayo atakufanya uishie kwenye maumivu. Kwa hiyo anachokifanya, unashangaa ndani yako, ndani ya moyo wako unakosa amani, moyo wako hautulii kabisa, unakosa amani kabisa. Kwa hiyo ukiona ishara hii, unaanza kujisikia kutokutulia moyoni bila sababu ya wazi, ni ishara Mungu anakuwa anakuokoa kabla hujaanguka, anakuwa anakuokoa kabla hujachukua maamuzi hayo. Kwa hiyo yamkini inaweza kuwa ni maamuzi katika kazi, katika ndoa, maamuzi juu ya eneo fulani. Kwa hiyo ukijiona ndani yako unaanza kujisikia kutokutulia moyoni bila sababu ya wazi, ni ishara kwa Mungu. Hili ni onyo la kiroho. Yaani unaona kuna kitu ndani yako na kuna sauti ndani yako inakwambia kuna kitu kiko sawa. Yaani unaona ndani yako unakosa kabisa utulivu wa moyo. Ni ishara Mungu anakuwa anajaribu kukuokoa kabla hujaanguka. Lakini ishara ya pili ambayo ukiona, unatakiwa utambue kwa Mungu anajaribu kuokoa kabla hujaanguka. Milango uliyoitamani inaanza kufungwa ghafla. Kitu ulichokitaka sana, na yamkini inaweza kuwa ni kazi, uhusiano, mpango, kinaanza kuvurugika au kufungwa kabisa. Unahisi kama Mungu anakuzuia. Ukweli ni huu: Mungu hufunga milango sio kwa kukomoa, bali kukinga na maangamizi uliokuwa huyaoni. Kwa hiyo hii ni ishara ya pili. Unaanza kuona milango uliyoitamani inaanza kufungwa ghafla. Yale mambo ambayo ulikuwa unayatamani kuyapata, unashangaa ile milango uliyoitamani inaanza kufungwa ghafla. Kwa hiyo Mungu hufunga milango sio kwa kukomoa, bali kukinga na maangamizi uliokuwa uyaoni. Unajua kuna vitu unaweza kuwa wewe uvioni, Mungu anaona kabisa huu mlango mwanangu akipita hapa kuna tukio baya litatokea. Kwa hiyo ukianza kuona milango uliyotamani inaanza kufungwa ghafla, ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kwa Mungu anajaribu kuokoa kabla hujaanguka. Kwa hiyo sio kila milango inayofungwa Mungu anakuwa anakukomoa, anaifunga kukomoa, hapana, bali Mungu anakuwa anakukinga na maangamizi uliokuwa uyaoni. Lakini ishara ya tatu, Mungu anakuwa anakukumbusha sana kuhusu maombi. Yaani Mungu anaanza kukukumbusha sana kuhusu maombi. Ghafla unajikuta unakumbuka kuomba, unakumbuka kumtafuta Mungu, unasikia hamu ya kusikiliza neno au mafundisho. Hii ni ishara kwa Mungu anasema rudi karibu kabla hujapotea. Kwa hiyo Mungu anakuwa anakukumbusha sana kuhusu maombi. Unashangaa ndani mwako unaanza kupata mzigo mzito wa kuomba, unaanza kupata shauku ya kuomba. Unashangaa ndani yako kuna msukumo
wa ajabu wa kuomba. Kwa Mungu anakuwa anakukumbusha sana kuhusu maombi. Ghafla unakuwa unajikuta unakumbuka kuomba, unakumbuka kumtafuta Mungu, unakumbuka kufunga, unakumbuka kulisikiliza neno la Mungu. Yaani unapata shauku kumsikiliza Mungu. Hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha Mungu anajaribu kukuokoa kabla hujaanguka. Lakini ishara ya 4, unapoteza ladha ya dhambi uliyokuwa unaifurahia. Kitu ambacho zamani kilikuwa kinakufurahisha sana, lakini sasa hakikupi amani, kinaacha hatia, kinaonekana tupu. Hii ni kazi ya Mungu inayokuvuta polepole kutoka gizani kabla giza halijakumeza kabisa. Kwa hiyo unapoteza ladha ya dhambi uliyokuwa unaifurahia. Yale mambo ya dhambi ambayo hapo awali ulikuwa unayafurahia, lakini ndio ukijaribu kuyafanya unashangaa unakosa amani, unashangaa unakosa ladha kabisa, au ifurahi tena ile dhambi. Hii ni ishara Mungu anajaribu kukuokoa kabla hujaanguka. Kwa hiyo unapoteza ladha ya dhambi uliyokuwa unaifurahia hapo awali. Lakini ishara namba 5, watu wanaanza kukuonya bila kupanga. Yaani watu wanaanza kukuonya bila kupanga. Mtu mmoja kisha mwingine wanakuambia, badilika, chunga uamuzi huu, hii njia si salama. Hawa si watu wa kawaida tu. Mara nyingi Mungu huzungumza kupitia watu, hasa kabla hujaanguka vibaya. Kwa hiyo watu wanaanza kukuonya bila kukupanga. Yaani bila kupanga. Watu wanaanza kukuonya bila kupanga wao. Na unashangaa mtu wa kwanza anakuja anakuambia bwana badilika. Mtu na wengine wa pili anakuja anakuambia badilika. Mtu mwingine wa tatu anakuja anakuambia badilika au chunga uamuzi huu au hii njia si salama. Hii ni ishara Mungu anajaribu kuonya kabla, anajaribu kukuokoa kabla hujaanguka. Kwa hiyo watu wanaanza kukuonya bila kupanga. Kwa mtu mmoja anakuja anakuambia maneno yale yale. Mtu wa pili anakuja anakuambia maneno yale yale. Kwa hiyo hasa hawa si watu wa kawaida tu. Mara nyingi Mungu huzungumza kupitia watu, hasa kabla hujaanguka vibaya. Kwa hiyo Mungu anaweza kana watumia watu kukufikishia ujumbe. Kwa hiyo hutakiwi kupuuzia kabisa. Lakini ishara ya 6, unaanza kuchoshwa na maisha unayoishi. Hata kama kila kitu kinaonekana kiko sawa nje, ndani unahisi uchovu wa kiroho, kuchoka bila sababu, kukosa furaha ya kweli. Hii ni ishara kuwa Mungu anakuita uache njia isiyokupa uzima. Kwa unaanza kuchoshwa na maisha unaishi. Hii ni ishara kuwa Mungu anakuita uache njia isiyokupa uzima. Lakini ishara ya 7, ndoto au mawazo ya tahadhari yanaongezeka. Unaweza kuota ndoto au kuwa na mawazo yanayokuonya, yanakuonyesha hatari au yanakuamsha. Mungu kutumia ndoto na mawazo kuonya kabla ajali ya kiroho au kimaamuzi. Kwa hiyo ndoto au mawazo ya tahadhari yanaongezeka. Mungu anaanza kukuonya kupitia kwa njia ya ndoto au kwa njia ya mawazo. Kwa hiyo ndoto au mawazo ya tahadhari yanaongezeka. Kwa hiyo unaweza kuota ndoto au kuwa na mawazo yanayokuonya au yanayokuonyesha hatari au yanayokuamsha. Yaani unaweza kuta unakuwa unawaza mawazo, yani kuna mawazo fulani yanakujia, lakini yale mawazo yanakuonyesha kuna hatari mbele. Hii ni ishara kuwa Mungu anajaribu kuokoa kabla hujaanguka. Lakini ishara ya 8, Mungu anaanza kukutenga na watu au mazingira fulani. Marafiki fulani wanaanza kupotea, unaanza kuona mazingira fulani hayakuvutii tena. Hii ni dalili kuwa Mungu anakutenganisha na chanzo cha anguko kwako. Kwa Mungu anaanza kutenga na watu au mazingira fulani. Unashangaa marafiki, kuna watu ambao ulikuwa nao karibu, ghafla unashangaa pasipo hata na sababu yote mnaanza kuwa mbali nao. Kwa hiyo hii ni dalili kuwa Mungu anakutenganisha na chanzo cha anguko cha kuanguka kwako. Lakini ishara ya 9, unaadhibiwa kidogo badala ya kuadhibiwa kabisa. Badala ya kuangamia vibaya, unapitia hasara ndogo, maumivu ya muda, vikwazo vya kuamsha. Hii ni rehema. Mungu anakurekebisha mapema ili asikurekebishe kwa gharama kubwa zaidi baadaye. Kwa hiyo unaadhibiwa kidogo badala ya kuadhibiwa kabisa. Kwa badala ya kuangamia vibaya, unapitia hasara ndogo, maumivu ya muda, vikwazo vya kukuamsha. Hii ni rehema. Mungu anakurekebisha mapema ili asikurekebishe kwa gharama kubwa zaidi baadaye. Lakini ishara 10 ambayo inaonyesha Mungu anajaribu kuokoa kabla hujaanguka, unaanza kujiuliza maswali ya kina kuhusu maisha. Mfano maswali kama ninaenda wapi? Maisha yangu yana maana gani? Niko sawa na Mungu? Maswali haya si ya kawaida, ni ishara ya mwamko wa kiroho kabla ya kuanguka. Kwa hiyo unaanza kujiuliza maswali ya kina kuhusu maisha. Wewe unaweza kuwa unajiuliza hivi, ninaenda wapi?
Unaanza kujiuliza maswali ya tafakari, hivi mimi naenda wapi? Hivi maisha yangu yana maana gani? Niko sawa na Mungu kweli? Hivi mimi niko sawa na Mungu kweli? Maswali haya si ya kawaida, ni ishara ya mwamko wa kiroho kabla ya kuanguka. Lakini ishara ya 11, unapata nafasi ya pili au ya tatu bila kuistahili. Ulikuwa unakaribia kufanya kosa kubwa, lakini mambo yanabadilika ghafla. Hii ni ishara kubwa sana. Si kila mtu hupata nafasi kama hiyo. Ukipuuza huenda isirudi tena. Kwa hiyo unapata nafasi ya pili au ya tatu bila kuistahili. Ulikuwa unakaribia kufanya kosa kubwa, lakini unashangaa mambo yanabadilika ghafla. Ulikuwa unakaribia kuanguka, unashangaa kuna kitu kinatokea, mambo yanabadilika ghafla. Hii ni ishara kubwa sana. Si kila mtu hupata nafasi kama hiyo. Ukipuuza huenda isirudi tena. Lakini ishara ya 12, amani inakuondoka hata ukiwa na kila kitu. Unaweza kuwa na pesa, unaweza kuwa na marafiki, unaweza kuwa na mpango, unaweza kuwa na mafanikio, lakini amani inatoweka ndani mwako. Hii ni sauti ya Mungu ikisema, unacho si kibaya, lakini njia unayoelekea itakuangamiza. Yaani unashangaa tu amani ndani yako inapotea ghafla. Unaweza kuwa na pesa, unaweza kuwa na kila kitu na amani, lakini ndani yako huna amani kabisa. Hii ni sauti ya Mungu ikisema, unacho si kibaya, lakini njia unayoelekea itakuangamiza. Yamkini kuna jambo ulikuwa unataka kulifanya, Mungu anakuwa anakuonya kabla hujalifanya. Lakini ishara ya 13 ambayo inaonyesha Mungu anajaribu kukuokoa kabla hujaanguka, dhambi inaanza kugharimu zaidi kuliko awali. Zamani ulikuwa ukikosea ukaendelea, lakini zamani ulikosea ukaendelea, lakini sasa unakosa furaha, unapoteza heshima, unapoteza fursa. Hii ni ishara kwa Mungu ameondoa kinga ya faraja ili uone ukweli wa njia unayoitembea. Kwa hiyo dhambi inaanza kugharimu zaidi kuliko awali. Zamani ulikosea ukaendelea, lakini sasa hivi unakosa furaha, unapoteza heshima, unapoteza fursa. Hii ni ishara kwa Mungu ameondoa kinga ya faraja ili uone ukweli wa njia unayoitembea. Ni matumaini kwa kitu ambacho umejifunza, lakini ningefurahi ukatuambia unatufuatilia kutoka wapi. Mungu akubariki sana, nikutakie wakati mwema.